wote ndugu yangu. Nitamani nifahamu walau kwa uchache ukaribu wako na mzee, mbali tu kwamba ni wasanii ambao wote mpo kwenye kiwanda kimoja, kuna nini wote ambao kuna kitu ambacho kwa kinaunganisha hasa? Ya, ukiacha mambo mengine ni sanaa, ingawa kiasili yule mzee pia ametokea Tabora na mimi huwa Mnyamwezi, kwa hiyo alikuwa akisema mdogo wangu, mwanangu, mdogo wangu nyumbani pamoja, kwa sababu ana asili kidogo ya kule nyumbani Tabora. Kwa hiyo ukiachana na sanaa labda asili hiyo kidogo, lakini hamna cha ziada zaidi. Kilichotukutanisha na mzee wangu huyu ni kwenye sanaa. Yeah. Kuna kitu chochote ambacho kimekuwa kinabaki kama alama kuondoka kwa mzee wetu Hashim Kambi ambacho never huwezi kukisahau hasa enzi uhai wake? Yaani kifupi, tasnia imepoteza mtu kweli kweli, na tulikuwa tuna muda mrefu tumekaa mpaka tumesahau, tunaweza tukasema tulikuwa hatuna wasiwasi, lakini tumeenda tena kupoteza mtu mkubwa sana toka amepotea Tesa hapa na baadhi ya watu wengine ambao walikuwa wamepita hapa katikati. Tukawa tuna msiba, kama tunasema, watu wanasema hata watu wanasema Bongo Movie sasa amepumzika, lakini kishindo kikubwa sana kimetokea. Kumpoteza mzee Kambi ni pengo kubwa sana. Ni msanii mkubwa, kwa sababu namzungumzia hivi kwa sababu ni mmoja wa wasanii ambaye amefanya kazi na watu wengi. Hauwezi kumuuliza mtu yote kati ya watu waliokuwepo hapa kwamba kuna mtu akasema sijawahi kufanya kazi na mzee Kambi. So alikuwa ni mtu mzuri, kwa ni mtu muhimu na ni mfano wa kuigwa, kwa sababu tumejifundisha vitu vingi kutoka kwa mzee wetu. Kwanza nidhamu ya kazi, na ndio maana amejikuta anafanya kazi nyingi. Istoshe ndio mtu ambaye anaongoza kwa kuingiza sauti katika hizi tamthilia zinazotoka nje, kuzitafasiri kuja kwa Kiswahili. Na wote tunafahamu mzee Kambi ndio alikuwa anatuongozea kuliko mtu yoyote. Yeye ndio alipata kazi nyingi za kuingiza sauti kwa sababu ya umahiri wake, nidhamu yake katika kazi na namna ambavyo alikuwa amejitoa. Kwa maana mzee alikuwa ana makuu, si kwamba unaweza kumshindwa mzee Kambi. Ilikuwa hata ukimwambia kwamba mimi sina hela lakini na kazi yangu hapa mzee wangu, mzee Kambi anakuambia basi baba tutafanya, hamna shida. Kwa hiyo hilo ndio nimejifunza kubwa, kwamba lazima tujue tunaishije na watu kutokana na mazingira. Tasnia filamu ilikuwa na uhaba wa wazee, ama walikuwa na wazee wachache. Wala kwa uchache tuna mzee wetu mzee Mogo Mchungu, tuna mzee wetu mzee Mogo Mchungu. Yes, mzee wetu ameshapotea huyu hapa. Wamebaki wazee wachache. Tafsiri yake nini hasa? Moja ya manguli ambao tulikuwa tunatarajia labda tuzae wajukuu zaidi ameshaondoka kwenye tasnia. Na ni kweli mpaka sasa hatuna wazee wengi, labda yani niseme wazee ni wachache sana, na hawa wazee ndio walikuwa kama vinara kiwepo mzee Hashim Kambi. Sasa tunao wazee lakini ni wachache sana, ndio tunawagombania katika kila kazi. Ndio tunazungumza kina Mogo Mchungu, kina mzee Chilo, na wengineo ambao wamebaki, wako ambao wamebaki, lakini ni wachache mno, kwa sababu tunapunguza idadi ya wazee. Kama hivyo kuondoka kwa Hashim Kambi, tunaendelea kupoteza wazee wetu ambao ni manguli. Sio kwamba waigizaji hawapo, lakini wengi hawakufikia viwango vya watu niliowataja. Wengi wao wanapatikana kwa shida, alafu pia nidhamu ya kazi inakuwa kidogo iko chini. Ndio maana utakuwa unaona wazee wanazunguka katika kila kazi za watu, kwa sababu ni wazee ambao hawezi kukuangusha unapomtumia. Hilo ndio tunajivunia uwepo wao, lakini wanapopungua tunasikitika kwa kweli. Tunaona tasnia inaendelea kuyumba. Kuna baadhi ya wasanii wamekuwa ni watu wa kulala ndani. Mambo kama haya kijamii yanapokuwa yametokea, hawahudhurii kwenye misiba, kwenye mambo ya wenzao kama hivi. Wito wako ni upi hasa kwao? Haya yanawakuta binadamu, si kwamba wewe ukijifanya utokei kwenye habari za watu au shida za watu unakuwa umepatia sana. Sio kweli kwamba hivi vitu vinamtokea mtu yoyote. Shida si lazima kufa, shida kuna kuumwa, kupata matatizo, kesi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapokuwa tunajitoa sana au tunapotokea kwenye shida za watu, basi hata watu na wao watakuja katika shida zako, kuliko tunajifungia. Baadhi ya watu hapo hatuwataji kwa majina, lakini kuna watu waonekani kwenye shida za watu. Sasa kwenye tasnia tumepoteza mtu tunazungumzia kama mzee Kambi. Ni mtu sijui utamzungumziaje uzuri wake. Watu wanasema mtu akishakufa ndo anazungumziwa vizuri, lakini ukweli wa Kambi unaonekana uko wazi. Hata ndio maana unaona leo umati wa watu umejaa. Sio wote hapa ni waigizaji, wamekuja watu kutoka sehemu mbalimbali. Mimi kuna watu wamenipigia simu wakitokea Dodoma, wanakuja wako njiani, wameondoka toka alfajiri. Sasa wao watu wanasafiri, sio waigizaji. Watu wasema hapana, mzee lazima tumziki. Alikuwa mzee mtu wa watu. Kwa hiyo sio mzee mwenye faida tu kwenye tasnia, hata nje ya tasnia alikuwa na faida kubwa.
Yeah. Neno la mwisho ambapo labda kwa hiki kifo ambacho kimetokea. Yeah, msiba ni ibada, wanasema tujifunze kutokana na hili lililotokea. Wazee wetu wanafariki kama hivi, basi tubadilike, kwa sababu sisi wengine pia tunaelekea kuwa watu wazima. Basi tuendane na hali ilivyo kama walivyokuwa wazee wetu wakiishi. Basi na sisi tujifunze nidhamu ya hizi kazi, kwa sababu hizi tasnia au hizi kazi tunazozifanya zinahitaji nidhamu kwa kweli, na zinahitaji kujitoa. Kwa hiyo tubadilike, wale ambao tunaenda kuwa watu wazima na wale watu wazima wanaenda kuwa wazee, basi ili kulinda kazi zetu hizi. Mzee Hashim Kambi amefariki. Tuwakumbushe wa Tanzania, kuna kazi yote ambayo ulishawahi kufanya naye? Kwanza Hashim Kambi mimi nimeanza kukutana naye shirikisho msanii Afrika. Kipindi hiko tunatengeneza tamthilia za ITV. Tulifanya kama Hatia, Wingu na kule alikuwa anaitwa Mzee Wingu kama sikosei. Baada ya hapo mimi nikaendelea na masomo, yeye nikimwacha shirikisho msanii Afrika. Lakini nilivyokuja kuwa producer kwa mara ya kwanza alishiriki filamu yangu inaitwa Jeneza, yeye akiwa na Liama Ali pamoja na Mama Kawele hayati. Lakini bado haitoshi, nilifanya naye sinema inaitwa Mzee Ngadu ambayo ina maadhi ya kishirikina na fulani hivi. Yeah, hizo ndo kazi ambazo nimefanya naye Mzee Hashim Kambi. Sanaa ya Madebe, kuna namna yote ambayo Mzee Hashim Kambi amehusika kumtengeneza, kumfanya ama kumshawishi kivyovyote? Amehusika kwa sababu nilimkuta shirikisho msanii Afrika, yeye akiwa nadhani alikuwa ni mmoja ya kiongozi pale kama sikosei. Kwa hiyo amehusika katika namna ya kutufanya tuweze kufanya vizuri, lakini pia ilikuwa yeye kama ni mwongozo kwa vijana ambao tulikuwa tunakuja katika kuifanya sanaa yetu iwe bora. Bado haitoshi, alikuwa kama mshauri, lakini kubwa zaidi alikopo anaishi na kila aina ya mtu na maisha ya aina yoyote. Tusemeje, tumepoteza nuru ya design gani hasa? Tumepoteza kitu kikubwa sana. Tumempoteza mtu muhimu, lakini ndio hatuwezi kuingilia kazi ya Mungu. Yes. Pigo la pili na kukuta tumalizia la mwisho hili. Majuma kadhaa nyuma umempoteza ndugu yako Asmani Nyanza, na leo mzee wetu. Tasnia kama vile watu wanazidi kupungua hivi. Tafsiri yake nini hasa? Alafu kitu kilichonishangaza unajua sasa, kwa mfano kama kifo cha Hashim Kambi na kifo cha Spark vyote vimekuwa ghafla. Kwa sijajua Mungu ana mpango gani. Kwa hiyo huenda Mungu anataka kunionyesha au kunifundisha namna nyingine ya kuishi na watu kwenye hii taifa. Ya mwisho la kumalizia na la kumalizia kwa watu, wadau, jamii, tuishi sana vizuri kama impendezavyo Mungu. Wasiache kumwomba Mungu, waachane na makando ya kidunia, tuendelee kuwa pamoja katika kushirikiana, kuhimizana, ili mradi wote tuwe katika mustakim kama alivyoagizwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asante.